kwa mtu fulani, bwana sikue, walienda kutoa msaada. Kumbe katika kutoa msaada na yeye kuna vitu vilikuwa vimeandikwa. Tena yeye alisema alikula nyingi sana, nyama nyingi, bwana sikue. Kwa hiyo kwenye lile kundi walikuwa wameandaliwa watu wawili, huyu na mwingine. Huyo mwingine kuna namna imani zilitindikiwa, wakaenda sehemu nyingine akafa, bwana sikue. Siongee uongo, ni ukweli, bwana sikue. Kwa hiyo alipoumwa huyu mdogo wangu alianza kuumwa tumbo, anavimba, anamwambia mbona unanenepa usoni, maisha mazuri? Hapana, mpaka najiangalia kwenye kioo anaona kweli amevimba. Lakini mimi sikupata taarifa mapema, walinipa taarifa baada ya kuzidiwa kuli. Nikasema ngoja niongee na familia yangu tumtumie nauli. Familia yangu siji kamatwa, adui akaona kwamba huyu akishafika huko tayari anapona. Kabidi nichukue ile aliyokuwa nayo nikamtumia nyumbani, bwana siku. Nilipotuma, nashukuru Mungu, mdogo wangu hakusita. Siku hiyo hiyo alikuwa hajiwezi, na nikamwambia chukua pikipiki, nenda stendi, utapanda basi. Kama utapata tatizo mpe namba yangu kona, atanipigia tukao tunawasiliana, bwana siku. Huyu ametoka Katavi akiwa amevimba. Wanaomjua kipindi naumwa sio mageni machoni pao, bwana siku, wanaelewa. Lakini wengine nadhani wanashangaa, lakini huyu alikuwa amevimba. Yaani alikuwa amevimba tumbo huku, sio huyu mnamuona, yaani alikuwa mwingine kabisa. Kwa hiyo alipofika hapa tukaonana mchungaji, siku ya kwanza akamwombea, sawa. Ikaenda ile hali kazidi kuongezeka. Nikaenda Kigamboni, nakumbuka ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 3, Kigamboni kule hospitali. Tukalazwa, lakini cha kushangaza pale tulipofika, mimi nikitoa hela pale kwenye malipo pale, ndani naambiwa hivi, mbona kama wewe unapoteza hela? Yaani kipindi tunampeleka kule nani, tulianzia Nevi, wakatuandikia, tukaenda kule. Yaani ile unatoa pesa unasikia ndani, mbona hela inapotea? Yaani unasikia ndani, hapa ni shimo, mnapoteza hela. Nakumbuka siku hiyo ya kwanza ilienda zaidi ya laki na hakuna msaada wowote. Yaani mgonjwa yuko vile vile, amechukuliwa vipimo vilikaa kwenye mashine masaa kuanzia kama saa 12 jioni. Vilikuja kutoka jioni ya kesho tena kwa maombi. Ilibidi niende sehemu niombe Mungu, mbona hivi vipimo vinakawia? Kwa nini? Vile vipimo vikatoka, tukarudi nyumbani. Nikamwambia mdogo wangu, jikaze, jifanye umepona, utoke hapa, tuna shimo, unaweza kubaki hapa. Kwa hiyo alipotii sauti yangu, na nesi bahati nzuri ameokoka, nikaongea naye nikamwambia, nesi, huyu hapa, twende nyumbani. Mdogo wangu kafanya hivyo, akatembea. Yaani alikuwa anajikaza, lakini akipima kilo zake kikwambia huwezi kuamini. Kwa hiyo tuliporudi nyumbani tukakaa ndani ya wiki 2, hatujajua majibu. Ndani ya wiki moja hatujajua majibu ana shida gani. Lakini tuliporudi ili tumpeleke hospitali za mbele kukata rufaa, alienda kufuata nanili vipimo, majibu ya vipimo, akaambiwa hana ugonjwa, lakini vipimo vimetoka. Kwenda mara ya pili, yule aliyeenda mara ya kwanza karudi, akamkuta daktari mkuu, akamwambia hivi, nimekuja kuangalia majibu, kuchukua rufaa, twende kukata rufaa, twende mbele. Akamwambia, hebu nipe hicho kipimo, hiyo karatasi ya majibu. Akamwambia, mbona huyu mtu bado yupo hai kweli? Mbona huyu mtu yupo hatarini? Yaani kama unasema yupo hai ni Mungu tu, lakini kwa vipimo vinavyoonyesha huyu mtu angekuwa shakufa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akaambiwa kwamba yule aliyekwambia alisema uongo, lakini mimi nilijua ni adui tu, alifunika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo daktari mkuu akasema huyu ana tatizo la figo, tena yaani yupo hatarini sana, mkimbize. Lakini akasema hapana, hiyo hatari kwa Yesu ataituliza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukachukua hatua, tukaenda Muhimbili. Wanaosema kwamba ukienda Muhimbili urudi, huyu karudi. Bwana asifiwe. Karudi. Tukaja tukakusanya pesa kifamilia tulizokuwa nazo, tukachukua nyaraka zote, tukaenda Muhimbili. Kufika kule
akampima vile vipimo kule, kwa sababu kule kienda anaanza kupima upya na gharama zinaanza upya. Waliopenda hospitali mnajua. Akapima, akamchukua damu, kila kitu. Yaani vilikaa muda mfupi majibu yakatoka, lakini kule vilikaa masaa 24 na vilikaa muda mrefu. Hapo majibu yakatoka, wakamwambia hivi, yaani kwenye upande wa figo la kulia ndio lina shida, limetanuka, ule wavu nao chuja uchafu umetanuka, kwa hiyo halifanyi kazi tena. Bwana sifiwe. Lakini haikutuvunja moyo, kwa sababu ni mambo ya kiroho. Bwana sifiwe. Ni mambo ya kiroho. Kwa hiyo pale wakatuandikia dawa, gharama zilizoenda zilikuwa nyingi, lakini Mungu alitusaidia, tuliweza kulipa gharama zote mpaka katoka. Kitu kingine kilichonishangaza, tumeandikiwa dawa ambazo zinagharimu zaidi ya 200,000. Bwana sifiwe. Zilisahaulika hospitalini. Wale kwenda hospitalini, wakati wa kurudi dawa waliziacha kwa wale maaskari, wakazisahau. Walipofika nyumbani, Mungu akaniambia, nenda nyumbani, nenda kamuone huyu hapa alifikia kwa dada yangu pale nyumbani. Ndani na sukuma waulize dawa ni zipi, wasije wakampa zile dawa za mwanzo. Bwana sifiwe. Kufika pale nyumbani na wauliza dawa ziko wapi, wanaanza kusearch. Hamna, dawa hazipo. Nikauliza labda mmeziacha kwenye bajaji. Sasa kama mmeziacha kwenye bajaji, namba bajaji iko wapi? Hamna. Kawaambia tulieni. Nikakaa nikatafakari, nikafikiria hapa kitana nimewasaulisha, zimebaki kule. Nibidi usiku huo turudi, gharama kama zote. Tukarudi Muhimbili. Kweli Mungu ashukuriwe, tulizikuta kwa ule askari mlinzi wa getini. Akasema hawa wamezisahau, tumeziweka. Tukazichukua zile dawa, nikazichukua nikaziombea upya. Shetani alivyo unaweza kupewa dawa, yeye akabadilisha, akaleta dawa zingine. Bwana asifiwe. Ikabidi niziombee kwa mzigo, niziombee hata kama umezipeleka kuzimu, nikazirejesha. Bwana asifiwe. Nikaziombea kwa mzigo, tukazichukua, tukarudi. Bwana asifiwe. Tuliporudi ndo akaanza kuzitumia, hamna majibu tena, hali ndio inazidi kuwa mbaya zaidi. Bwana asifiwe. Pale nakumbuka siku moja sitaisahau, Bwana asifiwe, unakumbana na mambo mazito. Mimi ilifika mahali namwambia Mungu, mimi nimeokoka, lakini umenipa mtihani ambao naona umezidi size yangu. Bwana asifiwe. Lakini Mungu, nakumbuka ninasema kwamba jaribu litakuja, lakini litatoka. Bwana asifiwe. Niliingia kwa mlango huu, nitafanyaje? Litatoka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ile siku ambayo nimetumia dawa, huyu mdogo wangu alizidiwa mno. Mimi usiku huo nakumbuka kuna wimbo fulani hivi wanaweka ule majaribu. Ule wimbo jamani upo rohoni. Hizi nyimbo zipo rohoni sana. Tulikuwa tumepanga mstari hapa, ninaota naona tunaimba, huyu amekaa mbele yangu, amepona kabisa, yani amepona mwembamba kama hivi. Amepona. Sasa ule wimbo nilianza kuimba, mkamba najua, nilianza kuimba saa 9 mpaka saa 2 asubuhi, unaimba ndio ulitoka. Nikasema huu wimbo unajibu. Simwambii kwanza mdogo wangu. Siku ya kesho ndio nikamuuliza mdogo wangu, mimi Mungu amenionyesha kitu, wewe amekwambia kitu gani? Akaniambia kwamba aliona kwamba ametoka nje, anarukaruka, anasema kwamba tazama nimepona, miguu imenywea. Kwa hiyo nikasema rohoni tayari mambo yametiki. Lakini kwenye Mungu wa nyama ni hali ni mbaya, nakatisha tamaa. Yaani mazingira yanakataa kabisa huyu mtu. Basi kwa sababu nilikuwa namuogesha, nampeleka, namnyanyua, yaani hivyo. Kwa hiyo hali ilipozidi kuwa mbaya, nikasema hapana, shetani ushindwe kwa jina la Yesu. Mimi huu wimbo safi sana. Kwa hiyo huo wimbo ulilia sana ndani. Bwana asifiwe. Wimbo ulilia mpaka niliuimba mpaka majirani wanaoamka kufanya kazi usiku pale nyumbani wanakaanga maandazi. Kana nashangaa. Lakini na uimba hadi kwa furaha, yani kutoka ndani kabisa. Nikasema huu hapa una kitu. Na moyoni, Mungu
Malizia, jikaze, malizia. Amen. Kwa jaribu zito sana, lakini lakini mnaweza msielewe, lakini ungana tena. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimalizie. Kwa ni mtihani mzito kwangu, nifika mahali nafanya kazi lakini najitia nguvu. Huku maneno nyumbani naongelewa, mwanangu mtoto akifa usirudi nyumbani, wewe unajifanya umeokoka. Kwa sababu simu zilikuwa zinapigwa, rudi tumpeleke kwa waganga. Lakini nawaambia hapandi gari hadi nyumbani. Nakumbuka maneno baba aliyotamka kwamba alimtamkia mdogo wangu, wewe umeenda hutorudi. Lakini ikavuta kumbukumbu hata kwa mwanangu aliumwa, lakini baba haikuwa rahisi kumruhusu aje. Alitamka maneno, lakini Mungu nilimwombea rehema, nikamwambia Mungu umsamehe, ajue ataenda. Aliongea mambo mazito mengi, siwezi kusema hapo. Bwana siku. Amen. Kwa hiyo katika harakati hizo, nakumbuka siku moja, siku ya napigiwa simu, amezidiwa. Kampigia mtumishi Maika, kaja. Maika ndo anaweza kujua mambo yote kwa sababu yeye aliingia hadi chumbani. Ni mtu ambaye ndugu yangu alikuwa anauguzwa na watu wa kiume, sio watu wa kike. Bwana siku. Siku hii huyu alikuwa baridi sana, huyu alikuwa baridi, kimgusa ni baridi. Akasema Mungu wangu naomba nisaidie, ni baridi sana. Ukimgusa kwenye tumbo kila sehemu. Lakini mtumishi Maika alipokuja tukaungana, tuliomba zaidi ya masaa 2 kama na. Alikuwa ndugu wangu Justin hawezi kusogeza hata pale, hawezi kusogeza mkono, amelala hivyo hivyo. Aliponiambia kaka mimi naumwa, lakini nikajua kwamba kweli naumwa. Nikalipokea, lakini nasema bado tunamtazamia yule aliyenionyesha ajidhihirishe. Bwana asifiwe. Amen. Akaja mwingine, tulipoomba hapo hali katulia, akasimama vizuri, akatembea. Akasema hapa umetona. Kilikuwa ni kichomi kinapiga hapa kwenye tumbo, kikahamia kwenye mguu. Najua mnakumbuka mara ya mwisho anakuja tulikuwa tunamnyanyua. Yaani kihamia kwenye mguu kumbe umekaza, wameweka fimbo ya chuma. Umekaza, pamekuwa pekundu. Kwa hiyo Mungu alitutetea. Lakini ndugu zangu, mimi napenda kuambia kuna watu wanakatisha tamaa. Mimi hakuna siku ambayo niliumia. Siku moja nimetembea na mtumishi, ni mchungaji, siwezi kumtaja. Akaja, yaani sijui niseme huyu Mungu tunayemwabudu, sijui yupo sehemu nyingine sielewi. Lakini maneno aliyoniambia alikuwa ni magumu. Jana nikiwa namhadithia mdogo wangu, kama mdogo wangu alijua, mimi nikafikiri hajajua. Alijua, lakini akasema yeye akawa ananionea huruma. Yaani mimi namuonea huruma, mimi ananionea huruma. Nilipowasindikiza kwa maneno aliyoniambia, nikakumbuka kitabu cha Amos 3:7 nasema hata Mungu hatofanya jambo kabla kwa taarifa watakatifu wake. Bwana asifiwe. Na anasema kila mwenye roho wa Mungu ni nabii. Sasa Mungu sasa huyu analeta mambo haya, mbona mimi sijaona? Ina maana wewe umezunguka, alisema nimuombee rehema. Bwana asifiwe. Nimuombee rehema, huyu muda wake umeisha. Ilikuwa maneno naongea kirahisi, lakini kwa wakati huo mimi jasho linitoka, moyo kaenda kasi. Akasema Mungu nitie nguvu. Tukaenda, lakini aliponiambia maneno sikuambia mtu yeyote, nilinyamaza kimya. Nikasema haya maneno siwezi kuambia ndugu zangu sasa hivi, wataona sina imani. Lakini nalibeba, ilinisumbua usiku mzima, sikulala. Mkiangu ananiambia mbona uko hivyo? Akasema amani, sikuongea chochote. Kumbe mdogo wangu alijua na yeye hakuniambia. Sasa ikabaki hivyo. Lakini namshukuru Mungu, alinipa jibu la mwisho. Aliniambia usiogope. Mimi yani huyo mtumishi anatoka kwenye ile makazi, nakuta kufika tu anaanza kukwambia wewe uko hivi na hivi, ya kiroho kabisa yanayochipuka. Bwana siku.
Kwa hiyo unapokuwa unapitia wakati mgumu, kuwa makini, yaani wewe sikia sauti ya Mungu. Weza sikia. Na ukishauriwa kitu kipime kwenye Biblia. Kwa hiyo mimi ningelichukua lile pale, huyu tusingekuwa naye. Ningeendelea kuombea toba, huyu kijana tusingekuwa naye. Bwana asifiwe. Lakini ashukuriwe Mungu. Nilikaza moyo. Yaani hakuna aliyejua, nilikuja kuambia baadaye baada ya kupona. Huyo ana kama wiki mbili amepona. Yaani alikuwa amevimba kabisa. Umu tumbo linamwagika huko kama mtu anaita wewe mama wajawazito wanaelewa. Kwa hiyo matendo ya Mungu ni ajabu jamani. Mungu anaponya. Yaani wewe ni kansa. Huyo ni Mungu anaponya kabisa. Ni maneno mengi sana. Lakini nimpe na yeye kidogo azungumze, sichukue muda mrefu azungumuze. Hatuna Mungu cha kumlipa, lakini ni mambo ya ajabu. Yaani wewe umenikumbusha mbali. Umenikumbusha mbali sana. Bwana asifiwe. Naweza kusalimia na kukuza. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Kanisa nawapenda sana. Amen. Siwezi kuzungumzia mengi bangu ameshawajuza, lakini nilipotoka hapa Dar es Salaam kwenda Tanga, kuna tatizo lingine lilinipata kadi ya siku 4. Tatizo ambalo kama huna imani ungeanguka hapo hapo. Nilimaliza siku 4 nakula sishibi, sisi njaa, siendi haja kubwa. Na mtumishi aliyekuwa ananiombea huko Tanga sikumwambia, na waliokuwa ananikuja sikuambia, maana nilijua nikiwa hapa watasema tunampa chakula mzimu sio mtu. Nikasema ili kuepusha taharuki, nikanyamaza, nikalibeba mwenyewe, nikaomba. Baada ya siku 4 nilipokunywa chai asubuhi, nikasikia kama tumbo limetikisika. Yaani hizo siku 4 hata kama ni ugali ambao tungekula hii familia yetu, nilikuwa sishibi hata kidogo, na sisi njaa, na siendi haja kubwa. Lakini nikalibeba mwenyewe na ugonjwa wangu, nikaomba bila mtumishi kujua, aliyekuwa ananiombea wala familia yote inaniuguza. Maana ningewaambia, niliona kabisa italeta taharuki, nikawakatisha tamaa. Nikaomba mwenyewe na Mungu akanifungua, nikaanza kushiba, nikaenda na haja kubwa. Haleluya. Bwana makofi. Bwana makofi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunamkumbuka ngapi? Tunamkumbuka huyo kijana. Mliona hali ambayo alikuwa nayo. Ilikuwa huna imani, huwezi kuamini. Alikuwa na dalili zote au udhihirisho. Mimi nimeombea wagonjwa wa figo wengi, kwa hiyo nawajua. Nimeombea mgonjwa wa figo hapa Nebia akafa. Nimeombea mgonjwa wa figo hospitali moja Katoliki kule akafa. Kwa hiyo hata huyo alipokuja nikajua ndo wale. Alikuwa na hali mbaya kijana. Bwana asifiwe sana. Jamani, Mungu yupo. Mungu na siku tulikuwa tunamwombea hapa, baada ya ibada kuisha kambebea pale kamweka hapa. Naomba, lakini unaona hapa ni Mungu tu ahusike. Kwa hiyo hata mara ya mwisho huyu ananishirikisha, na hapa na wasiliana naye kwa simu hatua kwa hatua. Yule mchungaji alipofikia sasa, naona aende kwa mama mkubwa Tanga, kwa sababu nimeshadhihirishwa na Mungu atapona. Nimeona tuko hapo madhabahuni tunashukuru, na nimemuuliza mdogo wangu naye amesema hivyo. Yani huyu ameota ndoto hiyo kwamba wako hapa wanashukuru, na huo wimbo unaimba huo wa majaribu. Na anamuuliza asubuhi mdogo wake, naye anasema mimi nimeona nimetoka nje na rukaruka na jishanga. Miguu alikuwa hawezi kuvaa suruali, alikuwa anavaa vikaptula yale mapenzi na bado yanambana. Yani ilikuwa ni kama speaker hiyo ilivyo, yani uelewe kimu kiko wapi kiko. Kwa hiyo hayo ni matendo makuu ya Mungu. Huu shuhuda wa pili ambao ni mkubwa sana. Nakumbuka kuna mtu alipona pingili za mgongo. Nakumbuka yule mama wa Mara, pingili zilizosagika. Tulimwombea, kurudi Muhimbili hawaoni tena tatizo. Kitu ambacho hakiwezekani.
kukutana na hivi miujiza vidogo vidogo, sijui mtoto sijui nini, sijui miguu alikuwa aweza, nasema vile vitu ambavyo kibinadamu haviwezekani. Leo figo, huyu kijana karudi vizuri. Kwa hiyo tunaposema weka imani kwa Mungu, weka imani kwa Mungu. Uzuri tulimwona alivyokuwa, na hii ni familia yake, kuanzia huyu hapa sote au wote. Na hata kipindi kijana anapita ananiambia, baba amesema akifa huyo mtoto nitamla nyama, nisikanyage nyumbani. Tunakwambia tuletee mtoto, tukahangaika kwa wataalamu, na katazia kwa sababu gani? Unajifanya